Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ripoti za Asam Online TV, tumefika katika eneo la Amani, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo tumepata taarifa ya kuwa gari kubwa lililobeba kontena lililokuwa linatokea eneo la Welezo limefeli breki na kuingia katika sehemu ya wafanyabiashara hapa Amani. Lakini tumepata kuongea na watu wawili watatu walioweza kutupa taarifa kuhusiana na tukio hili. Langu jina ni Ali Haji Abdullah, lakini mpiga picha ni Jabir Ridwan Kasim. Katika ajali mbaya sana nilizoona katika maisha yangu ni siku ya leo. Yaani haikuwa rahisi sana. Kama mnavyoona kuna watu wengi sasa hivi tushawapoteza ni Ukweli kwa binafsi mimi kwa siku ya leo, yani ni siku imeniuma sana, yani kuona watu wenzangu yani wanaofanya kazi mbele yangu yani wanapoteza maisha yani. Lakini yote ni kwa sababu jambo ndo lilishapangwa, ndo haliwezi kupanguka. Ila ndo hivyo, madereva ndo wajitahidi sana kwenye barabara, kwa sababu gari kubwa kama hivyo ndo imefail break, kwa sababu ya kilima cha Welezo ni kilima kibaya sana. Katika vilima ni vibaya sana Welezo hapo juu. Shoti ndo hivyo, gari imefail break. Jamaa mwisho wa siku anatafuta at least nguzo yani ya kwenda kuweka ile gari, lakini hamna nguzo. Barabara miti yote imekatwa. Kwa ningeomba serikali kwa hili swala hili waweke hata nguzo barabarani yani. Wakishaweka nguzo barabarani zinaweza kusaidia sana, kwa sababu dereva ndo kashafeli breki, hajui afanye kitu gani yani. Lakini ndo tungesema hata kama kuengekuwa na miti pembeni ingera kuvaa kwenye mtu, lakini ndo anatafuta sehemu ya kwenda kuipaki, lakini ndo kena kuipaki waliokufa ndo hatunao tena sasa hivi. Kwa tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie mahali pema peponi. Wenzangu ni wa mbeleni tu huko waliokaa, kwa sababu hii sehemu nilokuwepo mimi kuna wafanya biashara tofauti yani. Kuna wengine wanauza samaki pale. Kwa kwenye kuanguka, kwenye kukimbia pana baadhi ya watu hawajawahi kukimbia. Lakini alhamdulillah kwenye ninaofanya kazi na mimi sote tuko sawa. Sababu sisi kidogo tuko huku kwa juu tofauti na huku wa barabarani. Yes. Watu siwezi kusema ni watu wangapi, kwa sababu pana mmoja alikuwa ana kliki yupo na mke wake yani pia naye kachukuliwa yani kafa. Pana mmoja ndo nimemshuhudia sasa mwanamke yani mafupa yote yamekatika yani ndo hajapata hata kunywa maji yani pale yani. Mwenyezi Mungu ndo kachukua roho yake. Ukweli jinsi nilivyoshuhudia hii ajali ni ghafla tu, gari limetokea huko limekuja hapa bila breki, limewazoa kwanzia barabarani, limezoa magari hapo, likaja likapiga breki hapa, limeua ni vibaya sana. Chanzo chake kwa inavyosemekana gari limefeli breki. Na limeanza kutoka huku bondeni huko nilikotoka, limeshusha likatoka rodi hapa ambayo ndo seti yake, likaingia seti ya pili, likatoka kule likaja zake huku. Walikuwa na wengine kule, ndo hivyo akapata hasara, wengine wakavunjika mikono, wengine wakakatika miguu. Kwa waliopoteza maisha mpaka saizi ni watatu, kwa ambao nimewaona mimi ni watatu. Kwa ambao wamejeruhika ni kama 4 hivi, kwa ambao nimewaona mimi kwa macho yangu. Sasa sijajua kama uko juu, maana sikusogea kule upande wa juu kutokana na yani kitu cha kwanza mimi naiambia serikali, madereva wote ambao wana vyombo vya usafiri, ikiwa ni maringi mawili, ikiwa ni maringi manne, wawe makini na gari zao, kwa sababu ile gari haina fundi. Ile ni gari haina fundi. Mzungu mwenyewe aliyotengeneza basi inampa tabu. Unanifahamu? Kwa hiyo mara nyingi dereva anapoona gari imemshinda anatafuta namna ya kutatua, na hiyo namna ya kutatua anatafuta kwenye mgongo wa mtu. Mbona yeye kwenda jitia pale kwenye ile flyover pale akajitia kwenye ukuta, kwa sababu kanaona atapoteza maisha. Lakini ili afanye urahisi yeye apone, kaona bora asambaratishe watu wengine, yeye aweze kusalimisha maisha yake. Kwa hiyo mimi nasema tu waendeshaji magari wote wawe makini, hasa wanapokuwa kwenye vilima wanateremsha.
huko anakotoka, akishajua kwamba sehemu fulani pana kilima, wapunguze spidi na wateremshi kwa level ambayo inatakiwa kuteremsha. So natoka huko aidha kushakula bangi zako au una stimu kichwani, alafu unaendesha gari kwa spidi ile kubwa, uangalie unahatarisha maisha ya watu wangapi. Ushanifahamu? Mimi nadhani kwamba hii sio ajali ya kwanza wala ya pili ambazo zinatokea kama hivi, na hii ambayo nimeishuhudia hapa si ajali ndogo, kwa sababu imeweka historia. Sababu kama hivyo mtu anatoka akashatoka zake kazini, nyumbani kaacha familia, ushanifahamu, ana watoto, ana mke, ana wazazi, hatima yake ndo linamkuta kama hivyo. Ingawa ajali haina kinga, lakini sasa kama ajali haina kinga, unatakiwa mwenyewe unapoona kwamba bwana mimi gari lishanizidi, tafuta namna nyingine, tafuta plan B wewe ukiwa kama dereva. Hasa mpaka mtu anakimbia ujue ni mzima wewe. Maana kama ingekuwa katika mguu basi asingeweza kukimbia hapa na pale, lakini kwa vile kapata hatua ya kukimbia basi huyo ni mzima. Sasa sijajua kama baada ya kukimbia kwake alikimbia kituoni kwenda kutoa taarifa kwamba huko kashazuru, au kakimbia mazima kwa ajili ya kujinusurisha yeye kama yeye. Hilo siwezi jua. Allahu ya'lamu wa rasuli. Mpenzi mtazamaji wa Asam Online TV, kama ulivyoshuhudia wananchi walivyosimulia kuhusiana na tukio hili, lakini jitihada za kutafuta mamlaka husika kuweza kutupa taarifa kamili ni wangapi waliofariki kupitia ajali hii na pia ni wangapi waliojeruhiwa kupitia ajali hii tutakuletea. Usiache kufuatilia Asam Online TV kwa taarifa mbalimbali ambazo tunakuletea. Lakini langu jina ni Ali Haji Abdallah, lakini mpiga picha wangu ni Jabir Ridwan Kasim.